Sahlan wa marhaban bikum. Ndugu zangu, katika mambo ambayo tutakayoyazungumzia leo, baada tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia fursa nyingine ya kukutana katika chaneli yetu hii adhim, katika vipindi vyetu maridhawa vya siasa, diplomasia pamoja na sayansi ya jamii, ni kwamba pamekuwa kuna vuguvugu kubwa sana ambalo limeendelea kushika hatamu baina ya serikali ya Marekani na Israeli dhidi ya taifa la Iran. Na hili hasa linatokana na mafanikio makubwa aliyoyapata Iran kuweza kuibadilisha vita kutoka katika vita ya makombora, majibishano ya makombora na silaha, lakini pia majibishano ya drone, na kuingia katika sura nyingine ambayo ilikuwa ni sura ya mlango wa Hormuz, kufungwa kwa mlango wa Hormuz. Lakini baada ya kutoka hapo kupitia mlango wa Hormuz, ndipo ukazalisha taswira nyingine ya vita kuelekea katika mambo ya kidiplomasia, mambo ya negotiation baina ya Marekani pamoja na Iran. Lakini wakati wanaingia hapo, mshirika wake mkubwa Marekani ambaye ni Israeli, ambaye ndiyo chanzo cha Marekani kuingia katika vita hivi, yeye anaonekana tayari yuko pembeni na kujishughulisha na upande mwingine wa mashambulizi kama sehemu ya kutekeleza malengo yake na shabaha yake ndani ya Mashariki ya Kati, pale ambapo Israeli alionekana kwamba yuko bize na kuishambulia nchi ya Lebanon. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyozungumza, vita bado vinaendelea kati ya Lebanon pamoja na Israeli, lakini huku pakiwa kuna jitihada kubwa za kidiplomasia ambazo zinafanyika kati ya Marekani pamoja na Iran ili kuhakikisha kwamba mlango wa Hormuz unafunguliwa na unabaki wazi kwa ajili ya kupitisha meli. Na hivi karibuni tumeona maamuzi ya Baraza la Umoja wa Mataifa wakimtaka Iran aachie na afungue mlango wa Hormuz bila masharti yoyote, kwa sababu kufanya hivyo ni kukeuka sehemu ya makubaliano na mikataba ya Baraza la Umoja wa Mataifa, ambapo lango hili lilikuwa linazingatiwa kwamba ni sehemu ya lango la kimataifa ambalo halitakiwi kutozwa ushuru kwa bidhaa yoyote au meli yoyote ambayo itakayopita katika lango hili. Lakini jambo ambalo sasa Iran amelikataa moja kwa moja katika masharti hayo ambayo yanamtaka Irani aachie mlango huu wa Hormuz wazi, Irani amekataa na hajakubaliana na sharti hata moja. Lakini swali la msingi unaweza ukajiuliza, kwa nini Iran ameweza kufanikiwa kukataa lango hili, kuliacha wazi? Kwa nini Iran? Ni kwamba Iran tayari amekwisha jua fika kwamba lango la Hormuz ni moja kati ya silaha muhimu ambazo zinazoweza kutumika kuidhoofisha Marekani, lakini pia lango la Hormuz ni moja kati ya silaha muhimu na za msingi ambazo zinazotakiwa kutumika kwa ajili ya kuidhoofisha nchi za Ulaya. Lakini pia lango la Hormuz ni moja kati ya silaha kubwa ambazo zinazozingatiwa kwamba kwa kufunga kwake basi utakuwa umeisababishia dunia nzima kukuhusudu wewe ni nani. Ikumbuke ndugu zangu, kwa muda mrefu sana tumetambulishwa kwamba umiliki na utengenezaji wa silaha za nyuklia ndiyo njia pekee ambayo inayoweza kukufanya wewe kuwa ni superpower. Kwa muda mrefu tumeaminishwa hivyo, lakini kumbe Iran inakuja kutudhihirishia kwamba hiki ambacho kinachotengenezwa na nchi za magharibi na hiki ambacho kinachotengenezwa na Marekani, kwamba kumiliki silaha za nyuklia ndiyo njia pekee ambayo itakayokupa heshima, ndiyo njia pekee ambayo itakayokufanya wewe uogopwe na mataifa mengine, ndiyo njia pekee ambayo itakayokufanya wewe uwe na sauti dhidi ya mataifa mengine, lakini ndiyo njia pekee ambayo itakayokufanya wewe uwe superpower in the world. Kumbe jambo hili sasa ni kinyume. Kumbe jiografia yako inaweza ikakufanya wewe kuwa ni superpower ndani ya dunia hii ambayo tunayoishi. Jiografia yako inaweza ikakufanya wewe kuwa ni superpower katika upande wa kutoa sauti na mataifa mengine wakasikiliza kwamba fulani amesema. Kumiliki lango hili
la Hormuz sio mpango wa muda mfupi, wala sio mpango uliokuja ghafla, bali hii ni mpango mkakati wa muda mrefu uliokuwa unatafutwa wakati sahihi wa kuweza kumiliki lango hili la Hormuz. Kwa sababu gani? Kwa sababu inadhihirika wazi kwamba Wairani wamejua umuhimu wa jiografia yao. Wairani wamesoma umuhimu wa jiografia yao. Wairani wamesoma namna gani wanatakiwa wamiliki na kuitumia rasilimali ya jiografia yao, ikiwemo kumiliki ardhi yao na kumiliki vyanzo vyao vya uchumi kwa maslahi yao, lakini pia kwa maslahi ya mustakbali wa Wairani ambao unaokuja. Na yote haya yanadhihirika wazi kwamba wamesoma historia vizuri na wakajua historia yao vizuri, wakajua wapo katika eneo gani na wakajua namna gani ya kuweza kulitumia kama sehemu ya silaha ya nyuklia. Leo hii imethibitika wazi kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaunga mkono maneno aliyoyatoa rais wa Urusi Medvedev kunako kuzungumzia mlango wa Hormuz, umuhimu wake. Medvedev alizungumza wazi na kusema kwamba Irani inamiliki nyuklia ya uchumi. Maneno haya yamethibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani pale alipokuja kuzungumzia kwamba ni vigumu kushindana na Iran kwa sababu Irani tayari inamiliki nyuklia ya uchumi. Lango la Hormuz ni silaha zaidi ya nyuklia. Kwa sababu gani? Silaha ya nyuklia au kombora la nyuklia hupigwa katika sehemu maalum na katika wakati maalum, jambo ambalo sasa haliwezi kuathiri ulimwengu mzima. Lakini Iran kupitia Strait of Hormuz imeweza kuifanya dunia nzima kulalamika kwamba yule aliyopo kijijini leo ukimuuliza kwa nini usafiri umepanda bei, kwa nini mashine za kusaga zimepanda bei, kwa nini bidhaa sokoni zimepanda bei, yeye atakwambia ni kutokana na vita vya Marekani pamoja na Iran. Na hii yote ni kwa sababu Iran amefunga mfereji wake. Ndio maana vitu na gharama za maisha leo hii zimebadilika ghafla na zimekuwa ni kubwa. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nyuklia ya uchumi ni zaidi ya nyuklia ya kombora ambayo inayotengenezwa na kujivunia na mataifa mengine. Nyuklia ya uchumi ndiyo ambayo inayokuja kutengeneza na kukufanya wewe kuwa ni superpower in the world. Sasa hiki ndicho ambacho leo Iran amefanikiwa. Ndiyo maana katika masharti yake yote ambayo Marekani ameyatoa na kumtaka Iran aweze kuliachia wazi lango hili la Hormuz yameweza kushindikana, kwa sababu Iran anajua fika kwamba anatumia nyuklia hii ya uchumi kuhakikisha kwamba anaidhoofisha Marekani, kuhakikisha kwamba anazidhoofisha nchi za magharibi. Pamekuwa kuna drama propaganda ambazo zinazoendelea nchini Marekani kupitia rais wao Donald Trump, ambaye anatamka wazi kwamba kwa sasa Iran hawana chochote, na wamekuwa wakimuomba rais Donald Trump aweze kuachia mzingiro ambao aliokuwa ameufanya ili bidhaa ziweze kuingilia. Lakini haya yote ni kwamba ni drama tu, na atawadanganya hasa wale watu ambao wamekuwa ni wavivu wa kufikiria, atawadanganya wale watu ambao wamekuwa ni wavivu wa kujisomea, atawadanganya wale watu ambao wamekuwa ni wavivu wa kufuatilia kutaka kujua kwamba dunia hii inaendeshwaje. Ikumbukwe tangu mwaka 1979 Iran imekuwa ni moja kati ya nchi ambazo zinazokabiliwa na vikwazo vya aina mbalimbali, vikwazo vikubwa sana, lakini mwisho wa siku ni kwamba vikwazo hivi havikuweza kufua dafu. Sasa kauli hii ambayo anaitoa Marekani kupitia rais wao Donald Trump kwamba Iran inapitia mazingira magumu, inapitia mazingira ya tabu, ni kutaka kubadilisha saikolojia za Wairani ili waweze kuichukia serikali yao, jambo ambalo sasa ni kinyume, kwamba Marekani kwa sasa ndio nchi ambayo inayopitia mazingira magumu, ndio nchi ambayo inayopitia tabu, ndio nchi ambayo inapitia mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha.
Kwa hiyo anachokitengeneza Rais Donald Trump ni kutaka kubadilisha mindset za Wairani ili waichukie serikali yao na waanzishe upya mapinduzi ambayo yaliyokuwa yanataka kufanyika, aidha maandamano. Jambo ambalo sasa ukija ukasoma taswira unagundua kabisa kwamba hii ni propaganda maalum ambayo imeandaliwa na Marekani kwa ajili ya kutaka kuidhoofisha Iran. Lakini mwisho wa siku ni kwamba Iran haina kipya katika tabu ambazo wanazozipitia sasa, lakini pia Iran haina kipya katika vikwazo ambavyo wanavyopitia sasa, lakini pia Iran hakuna jambo jipya katika mbinyo wa maisha ambao wanaopitia sasa, bali kutokana na mbinyo huo, kutokana na ugumu wa maisha walionayo, ndiyo imekuwa ni sosi ya kutambua jiografia yao ambayo imewasababishia wao sasa kuwa ndiyo superpower in the world. Sasa kwa nini Irani imefikia katika hatua hii? Ndugu zangu, kwanza ni lazima tufahamu kwamba katika historia yuko bwana mmoja ambaye anaitwa Ibn Battuta. Kwa wale wafuatiliaji na wasomaji, mwende mkatafute The History of Ibn Battuta, au kwa Kiarabu unaweza ukaandika Tarikh Ibn Battuta. Historia hii ya Ibn Battuta inaonyesha mwanzo wa safari yake kutoka Morocco kwenda katika miji mingine, ambapo alianza safari hii akiwa na umri wa miaka 22 akitokea Morocco kwenda katika miji mingine, na hasa safari yake ya kwenda Hija, jambo ambalo lilimfanya baada ya safari hii aliweza kutembelea miji ya Sham, aliweza kutembelea miji ya Yemen, aliweza kutembelea miji ya Faris, aliweza kutembelea katika miji ya Misri, aliweza kutembelea katika miji ya Tunis, lakini pia alitembelea mpaka mashariki, ukanda wa mashariki ya Afrika, lakini pia akatembelea mpaka Hispania, ambapo kwa kipindi hicho ilikuwa inaitwa Al-Andalus. Aliweza kutembelea huko, lakini mwisho wa siku wakati anatembea hakutembea bure. Alitembea huku anaandika jiografia ya ulimwengu mzima katika maeneo ambayo alikuwa ametembelea, mpaka katika bara la Asia na katika miji ya Mashariki ya Kati. Historia hii ambayo aliyokuwa anaandika, maana yake alielezea mpaka mifumo na malango ya uchumi yaliyopo katika ulimwengu, jambo ambalo sasa Iran kama Faris au Fursi iliweza kutambulika kwamba tangu kipindi hicho kwamba kwa kupitia jiografia yao wanamiliki shingo ya dunia. Kwa kupitia jiografia yao wanamiliki shingo ya nini? Shingo ya dunia. Kwa hiyo Iran imeweza kufikia katika vita hivi kufunga lango hili la Hormuz ni kwa sababu wanatambua umuhimu wa jiografia yao, kwa sababu wanatambua umuhimu wa mlango huu wa Hormuz, kwa sababu wanatambua kwamba ukikamata lango la Hormuz sio tu utakuwa umesababishia vikwazo aidha katika maeneo fulani maalum, labda maeneo ya Asia au ya Mashariki ya Kati peke yake, bali utakuwa umeikamata dunia, lakini pia itakuwa ni sababu ya dunia nzima kukuinamia. Ndio maana Michael Rubio akatamka wazi kwamba Iran ni vigumu sana kushindana na serikali ya Iran kuhakikisha kwamba wanafungua mlango wa Hormuz kwa matumizi ya nguvu, kwa sababu wamekamatia shingo, wamekamatia uchumi, wamekamatia nyuklia ya uchumi wa dunia. Sasa Michael Rubio anasema kwamba jambo pekee ambalo litakalosababisha sisi kufanikiwa katika haya ambayo tunayoyataka hakuna isipokuwa ni kutumia njia ya diplomasia. Maana yake ni kutii yale yote ambayo Irani anayataka ili tuweze kuwa salama kwa kupitia lango hili la Hormuz. Ndugu zangu, hapa tunafundishwa jambo kubwa sana na serikali ya Iran. Tunafundishwa namna gani tunatakiwa kutumia jiografia yetu kuwa ni sehemu ambayo itakayotufanya sisi kuwa ni superpower katika maeneo yetu. Jiografia yetu ndiyo ambayo inayoeleza ukubwa na thamani ya rasilimali ambayo tulionayo. Jiografia yetu ndiyo inaeleza kwamba umuhimu wa njia ambazo tulizonazo na umuhimu wa mipaka yetu ambayo tulionayo na mahitaji ya nchi zingine dhidi yetu sisi, kwamba wao kwetu wanataka nini na nini ambacho sisi tunatakiwa kusupply kwao, na iwapo kwamba itatokea
kwamba tumegombana, tunajua wapi pa kwenda kushika. Lakini thamani hii ya jiografia ndiyo ambayo itakayotufanya sisi kuwa na sauti ya juu dhidi ya mataifa mengine, lakini pia thamani hii ya jiografia ndiyo ambayo itakayotufanya sisi tujue thamani ya rasilimali ambayo tulionayo. Na hili limethibitika kwa Iran, ambapo amekuja kutoa funzo kwamba nguvu za kijeshi pekee, kumiliki makombora ya silaha za nyuklia pekee haitoshi, wala haikufanyi wewe uwe ndiyo superpower in the world, bali kumiliki kombora la nyuklia ya uchumi ndiyo sauti pekee ambayo itakayokufanya wewe kuwa na nguvu dhidi ya mataifa mengine. Sasa kwa muda mrefu sana Marekani amekuwa akifanya propaganda kuonyesha kwamba Irani inaishi na inapitia katika mazingira magumu. Lakini wakati huo huo kwa kadiri ambavyo siku zilivyokuwa zinakwenda, ndivyo ambavyo Marekani alikuwa anasafirisha misafara ya mandege, misafara ya meli, misafara ya wanajeshi kwamba anakwenda kuivamia Iran. Lakini wakati huo wao wenyewe wanajua kwamba hili jambo kwa Irani haiwezekani kutokana na jiografia yake. Lakini kwa kadiri ambavyo tutakavyopeleka matumizi ya nguvu, ndivyo ambavyo tutakavyozidi kupata hasara pamoja na kuingia katika madhara yaliyokuwa makubwa. Lakini sio hivyo tu, Irani imeendelea kutamba kimataifa na kuimarisha mawasiliano yake kimataifa, hasa kwa kupitia nchi za Umoja wa BRICS. Ikumbuke kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran alikuwepo Pakistan. Kule alienda kufanya nini? Swali la kwanza. Lakini baada ya kutoka Pakistan akaenda China, alienda kufanya nini? Swali la pili. Lakini baada ya kutoka China akaenda wapi? Akaenda Russia, alienda kufanya nini? Swali la tatu. Ndugu zangu, kabla ya kuendelea, usisahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, kushare pamoja na kulike, lakini pia kucomment. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu mbalimbali za kisiasa, lakini pia diplomasia, bila kusahau mambo yanayohusiana na sayansi yetu ya jamii. Ndugu zangu, Iran imeendelea kushaini kimataifa kupitia waziri wake wa mambo ya nje, ambapo leo sasa inazungumzwa kwamba Pakistan imeweza kufungua maeneo yake 6 ya mipaka kwa ajili ya kuanza kufanya biashara kupitia njia ya ardhi. Ikumbuke kwa muda mrefu sana Irani ilikuwa inaishi ndani ya vikwazo ambavyo vilivyosababisha Iran kutumia njia ya maji pasina njia ya nchi kavu. Lakini wakati huo Pakistan, ambayo yeye sasa Pakistan ndiyo amekuwa msuluhishi mkubwa wa masuala ya kidiplomasia na kufanya negotiation baina ya Marekani pamoja na Iran, yeye ndiyo wa kwanza ambaye ameonyesha kufungua mipaka yake ya ardhini kwa ajili ya kufanya biashara ya ardhini. Na inazungumzwa kwamba misafara ya kibiashara ambayo imefunguliwa leo kwa kupitia njia ya ardhi tayari imekwisha fikia zaidi ya makontena 3,000 ya kibiashara, ya mizigo ya kibiashara kuingia katika nchi ya Iran. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba Pakistan inaangalia maslahi yake binafsi yeye na Iran, lakini wakati huo huo inaimarisha mahusiano yake ya kimataifa yeye pamoja na nchi zingine. Ni kwamba hakuna ule mtazamo wa kizamani ambao uliokuwa umetengenezwa kwa muda mrefu kwamba kwa kuwa Marekani anaichukia nchi fulani na anaitangazia vikwazo nchi fulani, basi mataifa yote yahakikishe kwamba yanaungana na Marekani, hata kama yana maslahi yao binafsi, basi yaweke maslahi yao binafsi pembeni ili wasikilize sauti na kutekeleza maamrisho ya Marekani. Jambo hilo Pakistani amekuwa ni mtu wa kwanza kuweza kujiondoa katika ukanda huo. Tumefahamiana vizuri. Lakini pia Iran ameondoka Pakistan. Kwanza kwenda Pakistani pia ilikuwa ni sehemu kwa ajili ya kufanya majadiliano ya kidiplomasia ambayo yatakayofanya masuluhishi baina yake yeye na Marekani. Baada ya mazungumzo haya kuwa yamefeli, waziri mkuu wa Iran Araghchi moja kwa moja akaenda nchini China. Hii kwa sababu gani? Kwa sababu China kwa sasa ndiye anayemiliki soko la dunia. China ndiyo anayemiliki uchumi wa dunia, na lengo la Irani ni kuhakikisha kwamba anafunga
au anapiga pini lango hili la Hormuz kwa ajili ya kudhoofisha nchi za magharibi na kwa ajili ya kudhoofisha nchi ya Marekani. Lakini pia kwenda kwake China maana yake ni kufungua ukurasa mpya wa muamalati katika matumizi ya fedha, ambayo sasa Iran ametangaza wazi kwamba unataka kuvuka katika mlango wa Hormuz, ni lazima uhakikishe kwamba unatumia yuan ya China, pesa ya China. Hii maana yake ni maana yake ni kuileta sasa pesa ya China katika ulimwengu wa matumizi na mataifa, na kutoa taarifa kwa mataifa mengine ili waweze kuikubali pesa hii na kuingia katika matumizi sahihi ya mabadilishano au ya muamalati. Lakini pia wakati huo alikwenda nchini Russia kuonana na Rais Vladimir Putin kama sehemu ya mshirika mkuu, ambaye Rais Vladimir Putin amepeleka meli za kivita na pamoja na nyambizi za kivita za nyuklia katika lango la Hormuz kwa ajili ya kukabiliana na vitisho vya Marekani, lakini pia kwa ajili ya kukabiliana na silaha za Marekani, meli za Marekani pamoja na wanajeshi wa Marekani. Hii maana yake ni kwamba kuimarisha mahusiano ya kimataifa kupitia mlango wa nchi za BRICS, na hii ni kuonyesha ulimwengu sasa unatakiwa ubadilishe fikra zao kutoka katika nchi za magharibi na Marekani kwenda katika ulimwengu wa Asia. Ijapokuwa Iran alitangaza wazi kumtaka China na Urusi wakae tayari kwa maana ya mkao wa kula kwa ajili ya kuiongoza dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, haya yote tunayoyazungumza yanategemea sana support yenu. Lakini leo ulimwengu wa kupata habari umekuwa ni rahisi mno. Tatizo ni kwamba habari gani ambayo ni sahihi zaidi na habari gani ambayo ni nzuri zaidi. Lakini pia wakati habari hizi zinazotolewa, lengo letu sisi ni kutaka kuzinduana na kujuzana ili kuweza kujua wapi tunapotakiwa kuelekea, nini tunachotakiwa kufanya, namna gani tunatakiwa kuwa ni watu wenye matumizi sahihi ambao hawatangulizi ufisadi na maslahi yao binafsi kwa ajili ya kuja kufanya ulimwengu unaokuja wa watu wanaokuja hasa katika bara letu la Afrika, Waafrika wanaokuja waweze kujua umuhimu wa uwepo wetu sisi. Na haya ndiyo ambayo aliyoyafanya Ibn Battuta akiwa na umri wa miaka 22. Alianza safari yake kwa ajili ya kuandika historia ya dunia, ambayo historia hiyo ndiyo ambayo leo inatumiwa na mataifa mengine kwa ajili ya kujua wapi kuna rasilimali gani, nchi fulani kuna rasilimali gani, ziko upande gani, na njia gani tutatumia kwenda kutawala rasilimali hizo. Kwa hiyo rihla hii ya Ibn Battuta aliifanya kwa muda wa miaka takriban 30, akiwa na miaka 22 mpaka miaka 53 ndiyo anarejea katika ardhi yake ya nyumbani. Unaweza ukaona kwamba ndani ya umri mdogo aliweza kufanya kazi kubwa na akafanya shughuli kubwa na akafanya matokeo makubwa ya safari yake hii. Jiulize, mpaka hapo wewe ulipofikia umeleta miujiza gani kwa ajili ya taifa lako? Umefanya nini kwa ajili ya taifa lako? Umefanya nini kwa ajili ya kuwatengenezea wenzako wanaokuja? Athari gani ambayo umeiacha mpaka umefikia katika umri huo? Vijana wengi sana tunakuwa tunapoteza umri wetu katika kulalamikia serikali imetufanyia nini, lakini wakati huo tunashindwa sisi kujiuliza kwamba mpaka hapa nilipofika ni jambo gani ambalo nimelifanya kwa ajili ya jamii yangu, ni jambo gani ambalo nimelifanya kwa ajili ya taifa langu. Lakini tunaangalia kwamba serikali imetufanyia nini, na mwisho wa siku tunakuwa tunapoteza muda katika kulaumu, tunapoteza muda katika kusengenya, tunapoteza muda katika kukaa vijiweni, tunapoteza muda katika kujishughulisha na mambo ambayo ni ya anasa, ambayo hayana mrejesho chanya katika mfumo wa maisha yetu, lakini pia hayatoacha athari iliyokuwa nzuri kwa wale ambao watakaokuja baada yetu. Ndugu zangu, tusisahau kwamba rihla hii ya Ibn Battuta ndiyo ilikuwa sehemu ya ufunguo maalum ambayo tutakuja wakati mwingine kuzungukia na kujua athari gani ambazo alizoziacha Ibn Battuta. Kwa kupitia rihla hiyo ndiyo ilikuja kuleta umuhimu wa Hormuz
na ndiyo maana sasa hakuna sehemu ambayo Marekani amekwenda isipokuwa anajua nini anachokifuata, au nchi za magharibi zimekwenda isipokuwa zinajua nini zinachokifata katika nchi hizo. Ndio maana utaona wamekuja Kongo, ndio maana utaona wanakuja mfano Tanzania, ndio maana utaona wanakwenda Kenya, wanakwenda Uganda, wanakwenda katika mataifa mengine ya Afrika. Wanachofata ni kile ambacho kilichoandikwa na wanahistoria wakubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, akiwemo huyu Abdullah ibn Battuta, kutokana na rihla hii, safari hii ambayo aliyoifanya ya kuzunguka dunia na kuandika rasilimali zilizopo pamoja na jiografia yake. Ikumbukwe kwamba jiografia yako ni msingi wa maisha yako kwa sasa, lakini pia ndiyo msingi wa taifa lako, na ndiyo silaha pekee ambayo itakayowanufaisha wa Afrika, lakini pia wa Afrika wanaokuja. Ndugu zangu, ya kuongea ni mengi na tutaendelea kujuzana. Tutakuja maalum kuzungumzia yale ambayo aliyofanya Ibn Battuta katika safari yake. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran.